Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff anasema upo uwezekano wa Urusi na Ukraine kufikia amani. Steve, ambaye ni mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, amesema rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kufikia makubaliano ya amani ya kudumu na Ukraine baada ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3 kati ya Urusi na Ukraine. Mjumbe huyo maalum wa Marekani alikutana na rais Putin huko St. Petersburg, ukiwa ni mkutano wao wa 3 wa tangu rais Donald Trump arejee ikulu ya Marekani mnamo mwezi Januari. Wakati huo huo, Urusi imesema vikosi vya Ukraine vimefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika eneo la Kursk lililo mpakani kati ya Urusi na Ukraine. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 85 ameuawa, watu 9 wamejeruhiwa, na vile shambulio hilo limesababisha moto kwenye majengo kadhaa. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 155 pamoja na magari ya kivita na lori la kubeba mizigo kwenye eneo la uwajibikaji la Battle Group East kwa siku moja, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti, na hayo ni katika maeneo ya makazi ya Bogatry, Otranoe, Boltalskoye na Jamhuri ya Don Shevchenko. Tukisalia kwenye uwanja wa kivita, msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amejibu swali kutoka kwa waandishi wa habari na ameapa kufafanua tarehe ya mwisho ya kusitishwa kwa siku 30 za mashambulizi ya vifaa vya nishati. Anasema, nahitaji kulichunguza, ninahitaji kupata taarifa kutoka kwa idara yetu ya ulinzi. Msemaji wa Kremlin alisema kila kitu kitategemea amri zaidi kutoka kwa amiri jeshi mkuu. Usitishaji huo umeanza kutekelezwa tangu Machi 18. Ulianzishwa baada ya mazungumzo ya simu ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump. Peskov aliongeza kuwa Kremlin itajulisha ipasavyo wakati uamuzi utafanywa juu ya swala hili. Vile vikosi vya Urusi vinasonga mbele kati ya Dimitrov na Zerinsk kuelekea Konstantinovka, ambayo ni sehemu ya eneo kubwa la mijini kaskazini mwa Jamhuri ya Watu Donetsk. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, anasema, tunahama kutoka Pokrovsk kama ulivyoona kwa usahihi kuelekea Konstantinovka, yani karibu na kaskazini mwa DPR, hadi kwenye mkusanyiko huu mkubwa sana ambao bado hatujaweza kuukomboa. Operation ya kukera katika sehemu kubwa inaendelea kutoka Minograd, hiyo ni Dimitrov, ambayo kimsingi ni njiani kabisa. Kulingana na afisa huyo, vikosi vya Urusi vinajaribu kuweka mstari wa mbele kati ya Dimitrov na Zerinsk. Mapigano makali yamezuka magharibi mwa Zerinsk, alisema. Vile vikosi vya jeshi la Urusi vinazingatia kusitishwa kwa siku 30 kwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya nishati, wakati vikosi vya jeshi la Ukraine vinashambulia miundombinu ya nishati ya Urusi kila siku. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema, nitawakumbusha tena kwamba jeshi letu linatii amri ya mwezi uliopita iliyotolewa na kamanda mkuu Vladimir Putin. Wakati huo kusitishwa huku kwa muda hakujazingatiwa na sio kuzingatiwa na vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Tunaona mashambulizi ya kila siku kwenye miundombinu ya nishati ya shirikisho la Urusi. Kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya nishati kulianza Machi 18 kwa siku 30. Inaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote. Mwisho wa kunukuu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Ukraine linashikilia msimamo wake katika eneo la Chazov Yar la Jamhuri ya Watu Donetsk kwa gharama ya hasara kubwa katika mashambulizi ya kukabiliana kwa kiasi kikubwa kutokana na msimamo wa kimkakati wa mji huo, kulingana na Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa DPR, ambaye alikuwa akizungumza kwenye kituo cha moja kwa moja cha Solovyev. Alibainisha kuwa kutoka mji eneo jirani inavyoonekana kwa kadhaa ya kilomita, ikiwa silaha za Kirusi zitatumwa huko Chazov Yar, zitapata uwezo ulioimarishwa kwa kiasi kikubwa. Mwisho wa kumnukuu. Vile vikosi vya Urusi vimewazuia wanajeshi wa Ukraine kusonga mbele kwenye eneo linaloshikiliwa na Urusi kusini mwa Krasnoyarsk, inayojulikana nchini Ukraine kama Pokrovsk, katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa jamhuri hiyo, anasema, kulingana na afisa huyo, Ukraine alikuwa amekusanya vikosi muhimu vya ndege zisizo na rubani katika eneo hilo kwa jaribio la kushambulia. Vile kwa kuipa Urusi picha mbaya kutokana na mashambulizi yake dhidi ya wanajeshi wa Ukraine huko Sumi, wanasiasa wa nchi za magharibi na vyombo vya habari vinajaribu kutupa jicho baya katika azma ya utawala wa Trump kupata makubaliano ya amani. Mwandishi wa habari David anaandika kwenye tovuti ya Insider Over. Alichora sawia na uchochezi wa Bucha 2020 uliofanywa na serikali ya Kiev wakati vyombo vya habari vya magharibi vilipoeneza hadithi hiyo ili kudharau Urusi na kuzuia mazungumzo huko Istanbul.
mifumo fulani huwa inajirudia, mwandishi wa habari aliendelea. Pia alibainisha kuwa Sumi aliishia katika mikondo ya habari ya magharibi ambayo inapuuza kabisa mauaji yaliyofanywa na askari wa Ukraine katika eneo la Donbas au ukatili katika mkoa wa Kursk, pamoja na vifo vya raia zilizotokana au vilivyotokana na drone. Hapo awali ubalozi wa Urusi nchini Italia ukitoa maoni yake juu ya matamshi ya wanasiasa wa nchi za magharibi na vyombo vya habari ulibainisha kuwa Roma haifikiri juu ya ukweli, haki na amani, bali ni kutetea utawala wa kihalifu wa Zelensky uliopuuzwa kabisa. Vilevile Volodymyr Zelensky amewasilisha kwa bunge miswada ya kurefusha sheria ya kijeshi na uhamasishaji nchini Ukraine kwa siku 90 kuanzia Mei 9 kulingana na hati zilizochapishwa kwenye tovuti ya bunge. Hayo yakiendelea, kwingineko, uamuzi wa Volodymyr Zelensky wa kuwasilisha sheria ya kurefusha sheria ya kijeshi na uhamasishaji nchini Ukraine unaonyesha kufukuzwa kwa Kiev kwa juhudi za amani za Marekani. Roden Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi aliyepewa jukumu la kusimamia uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema huku ni kupuuza waziwazi juhudi za kutafuta amani zinazotoka katika ofisi ya Rais wa Marekani Donald Trump. Na hivyo basi, majibu ya uongozi wa Ukraine kwa msimamo wa Marekani wa kusuluhisha mzozo huo, hii ni ishara muhimu ambayo naamini wa Marekani wanapaswa kuzingatia wakati wa kutathmini hatua zao zinazofuata na msimamo wao kuelekea Zelensky na serikali ya Ukraine. Kulingana na Miroshnik, ukweli kwamba sheria ilianzishwa kwa njia hii na kwa wakati huu inasisitiza kwamba Zelensky na watu wake wa ndani kimsingi hawataki hata kuzingatia matarajio ya kufanya uchaguzi. Itafaa kutazama jinsi bunge linavyojibu, ambayo itaonyesha ikiwa utawala wa Zelensky unadumisha udhibiti wa bunge au ikiwa kuna nguvu zinazoweza kugawanya kura na kuzuia sheria ya kijeshi kufanya upya kwa mara ya 15. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile, Marekani imewaarifu washirika wake katika G7 kwamba itapinga kauli ya kulaani shambulio la Urusi dhidi ya jeshi la Ukraine huko Sumi, Bloomberg imeripoti. Kulingana na shirika hilo la habari, utawala Donald Trump uliambia G7 kwamba hautatia saini taarifa hiyo kwa sababu inafanya kazi kuhifadhi nafasi ili kujadili amani na Urusi. Kwa upande wake, Canada ambayo inashikilia urais wa G7 mwaka huu iliwaambia washirika wake kwamba bila ridhaa ya Marekani haitawezekana kuendelea na taarifa hiyo. Mnamo Aprili 13, vikosi vya wanajeshi vya Urusi vilishambulia kwa makombora mawili ya kimbinu ya Iskander-M kwenye mahala pa kukutanikia wasimamizi wa kikundi cha utendaji kazi cha Seversk cha Ukraine katika jiji la Sumi. Mashambulizi hayo yaliondoa zaidi ya wanajeshi 60 wa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kulingana na hayo, serikali ya Kiev inaendelea kutumia raia kama ngao ya kibinadamu, ikishikilia hatua na wanajeshi katikati mwa jiji la Sumi na kuweka vifaa vya kijeshi huko. Vilevile, baraza la mawaziri la Ukraine limepitisha azimio la kuruhusu vituo vya kuajiri kuandikisha raia wa nchi zingine na watu wasio na utaifa na kuwaleta nchini. Mbunge Alexei Goncharenko anasema baraza la mawaziri limepitisha azimio la kuidhinisha kuandikishwa kwa wageni na watu wasio na utaifa kwa utumishi wa kijeshi. Ameandika kwenye chaneli yake Telegram, vituo vya kuajiri sasa vinaweza kuhamisha wageni nchini na kuwapa malazi na chakula. Mbunge huyo aliongeza, kulingana na Goncharenko, wizara ya ulinzi, walinzi wa kitaifa na huduma maalum ya usafiri wa jimbo itafadhili mpango huu kutoka kwenye pesa zilizotengwa kutoka kwenye bajeti ya serikali. Vilevile, sappers wa Urusi wamegundua na kuharibu zaidi ya maeneo ya migodi 185,000 na vitu vya vilipuzi katika mkoa wa Kursk. Viongozi wa mkoa wanasema hivi sasa sappers wa Urusi wamegundua na kugeuza migodi 185,135 na vitu vya vilipuzi katika mkoa wa Kursk. Zaidi ya hayo, imeripotiwa kuwa zaidi ya kilomita 6,675 za barabara na hekta 26,000 za ardhi kwenye mkoa wa Kursk zimeondolewa kwenye migodi. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.